Chaja na Nguno, mzee Nguno. Fiti sana bana. Kwa fiti poa, mimi niko poa. Sasa kuko hivi. Chalo anataka kufungua biashara. Na sasa amekosa pesa fulani hapo za kujaza, unaona? So ni mtu wa area bana, inafaa sasa tushikane mikono tumweze kuchangia hiyo biashara iweze kufungua mapema bana. Najua itasaidia sisi. Naona? So mnaona aje tushikane mikono tuchange pesa huyu jamaa hiyo biashara ifungue tu kwa roho safi. Si ndio? Biashara? Biashara si ni yake. Si yeye ndiye anaweka biashara. Anataka kuweka biashara Si anaweka tu. Lakini sasa tunataka ana pesa za kutosha, inafaa tumsupport. Aje. Biashara si ni yake. Tushikane tu mikono, tushikane tu mikono bana. Tushikane mikono. Aje. Una support mtu aje ati kuweka biashara. Ai bana. Unajua venye waduya ni wabaya. Huyo mtu hawezi kusaidia. Hebu jaribu kukopa Muluya shilingi hata 5. Uone. Acha biashara itasaidia sisi bana. Juu hiyo biashara inafungua kwa hii area hakuna. Hatuwezi saidia. Mimi hapana, mimi hata kuga mtu. Hapana. Hata unanisukisia jambo yangu bwana. Kwa hivyo tumsaidie. Hapana. Kama unataka kuweka biashara, weka biashara ya kivyako. Bana, hiyo biashara itakuwa ikinisaidia. Walia, mbona tukue hivyo bana? Walia, inafaa tukue kitu kimoja mama. Unajua Muluya hawezi kukopa hata shilingi moja. Hawezi. Kwa hivyo tuache hivyo. Hiyo akuga mkono hapana. Mwambie aje tafutie tu. Ni sawa tu. Hii mambo bana. Wadia tunakaa aje bana? Mbona tusikue tu kitu kimoja bana? Mzee Nguno? Yes. Na Chaja. Naona ile nyingine tulishinda kuelewana, lakini sasa hii naona pengine tunaweza elewana. Jamaa yetu anataka kiti ya urais bana, unaona? Jamaa yetu anataka ile kiti ya urais, na venye mmeona inafaa bana sisi kama Waluya tushikane mikono tuweze kumpatia kura kwa wingi, unaona? Juu atasaidia sisi, unaona? So tushikane mikono tukue kitu kimoja, tumpatie kura zote. Na ni yule mwenye alikuwa MC hapa. Huyo mwenye amekuwa governor sasa president bwana. Tushikane mikono. Tushikane mikono kwa kitu kimoja. Tushikane mikono kwa nini? Hapana. Hapana. Tutafika pale. Hapana. Ametusahau. Kwa hivyo kushikana mkono hapana. Sasa kuja kusaidia, sasa atasaidia sisi bwana. Atajisaidia na familia yake, lakini sio pande yetu. Hiyo hapana. Hiyo tumekataa. Kushikana mikono hapana. Kwa hivyo hakuna kusaidiana hapo. Mzee Nguno. Niaje? Fiti sana bana. Chaja uko aje? Poa. Mko fiti? Na sasa huko baile kuko aje bana? Najua huko bana nikajua kamewaka man. Na mbona hujaingia shambani kulima? Leo? Leo nimesema nipumzike juu. Hiyo jua ukiwa na jembe. Lakini sasa mimi unaona nimekuja hapa na kitabu. So nikiona na kitabu mjue kuna nini 1 2 3 hapo. Unajua yeye ni mtu wa mipango. Sasa nataka tupangie mipango gani sasa? Sasa mnaona nani huyu Joseph? Joseph mnamjua huyu Joseph alikuwa form 4. Alimaliza form 4. Amemaliza form 4 bana. Sasa anapaga aje? Alipita mtihani. Haya. Huyu jamaa hata tunafaa tukue tunampigia makofi bana. Wewe unasema nini? Huyu bana tunapata alikuwa ngapi? Si amepata A plane. Huyu kwanza tunampigia makofi bana. Si ameng'ang'ana bana. Ameng'ang'ana A plane. A plane. Sasa anaenda ameitwa university gani? Kama bado haja anaenda UON, University of Nairobi. Haya. Sasa huyu chama bwana ameng'ang'ana hiyo miaka yote bana. Kabisa. Sio iko poa. Hiyo iko sawa bana. Huyo tunajivunia ni mtu wetu, si ndio? Bana ameng'ang'ana kabisa. Ameng'ang'ana si uongo. Sasa ameitwa Nairobi bwana. Nairobi University bana. Sasa shida yenye iko ni kwamba huyu jamaa hana enough school fees. Sasa inafaa sisi kama wana kijiji tushikane mikono tuweze kusanya pesa za harambee, at least huyu jamaa aweze kwenda university bana. Hiyo isipotelee hivyo. Hapo. Tushikane mkono. Tushikane mikono tuchange pesa bana, huyu jamaa aende university. Hapo pa kuungana mkono.
bana, waje tushikane mikono tusaidie huyu jamaa bana aende university. Hapana. Hapo hakugana mkono. Hapana. Hapo nimekataa hata mimi. Na si nimeona tumekuwa na furaha kwamba amepita mtihani anaenda university. Ndio alipita vizuri. Amefanya kijiji at least ionekana ni kijiji yenye sio watu wajiga. Lakini sasa kwa kugana mkono hapo hapana. Bana ngoja, huyu jamaa inafaa tusaidie. Si akishasoma atakuja kwa kijiji, hata anaweza kuwa governor akuja asaidie sisi bana. Akijua governor yeye atajisaidia, sio sisi atasaidia. Atajisaidia peke yake. Masomo ni yake, akisoma ni masomo yake. Na venye mlikuwa na furaha kwamba huyu jamaa amepita mtihani bana. Hatungani mikono hiyo. Waluya bana, tulikosea wapi bana? Mbona tusishikane tu mikono bana, tukue kitu kimoja bana. Tusaidie tu wenyewe kwa wenyewe, tujisaidie wenyewe kwa wenyewe bana. Haya chaja bana. Vipi? Na nilijua tu mko hapa bana. Haya mko aje lakini bana? Kwa fiti bana. Mimi nami bado natembea tu na kitabu hapa bana. Leo uko na mipango gani? Ni mtu wa mipango. Mimi na mipango bana. Unapanga sasa sana. Mimi hata sina story mingi leo. Niko tu hapa kuambia kwamba Mama Victor bana ni mgonjwa ako hosi bana. Naona? Ni mgonjwa. Kwani alifanya nini bana? Ni ile tu alipata ajali bana akaumia, so ako hosi bana. Sasa sisi kama wana kijiji inafaa bana, unajua bili yake inasomwa 2.5 million. So inafaa tuchange pesa hii kijiji, at least hiyo mama bana, Mama Victor aweze kupona bana, atibiwe. Atapona. Asante bana. So utangangana. Utangangana. Nani hao? Daktari utangangana. Hapana, inafaa tuchange, tushikane mkono tuweze kuchanga pesa tumweze aende kutibiwa bana ama. Lakini sio ni kazi ya daktari. Sio ni kazi ya daktari. Daktari anakusanya aje pesa. Sisi ndio tunafaa tushikane mikono tuchange pesa. Aweze kutibiwa sasa. Tuungane mkono tena. Kuungana hapana. Kuungana mkono hapana. Tumekataa. Hapana. Ndio. Kuungana mkono Na venye mlikuwa mnajihuzunisha bana. Sasa amtaki apone? Hiyo hapana. Hiyo ni daktari, ni kazi ya daktari. Ya kwenda kutibu yeye. Watatiliaje mgonjwa akufe ana nini? Sijui bana, shida hii inakuanga gani bana? Mbona tusishikane tu mikono basi saidia. Mkono hapana. Kuungana mkono hapana. Kai, kwani tunakaa aje huku bana? Nao ni hii yao ni ngori sana bana. Ile nani kwa Joseph kwenda university wamekataa. Nani kufungua biashara wamekataa. Hii mwanasiasa wetu kuingia kwa kiti amekataa. Wewe Mzee Guno? Ni aje alifanya? Fiti sana bana. Kwa fiti mimi niko BA lakini sasa si mnaelewa bana, baba Kevo bana ametuacha bana. Alipata amepata ajali last night. Sikuwa nimejua lakini nilisikia alipata ajali lakini sijajua kwenda kwake. Sasa ndivyo nakuelezea, sasa alipata ajali kwa gari last night akakufa sasa. Naona? Pole. So inafaa bana tuchangie sisi kama wana kijiji tushikane mikono at least tuweze kuchanga pesa tuweze kufanya hiyo mazishi kuwe sawa. Unaona? Ni sawa, hii na shida lakini naweza kukuandika kwangu nitatoa kuku 20. Kuku 20 kuku 20 alafu nitatoa mchele. Mchele katika simu mchele ikuja kilo 100. Kilo 100 sitatosha kutoka saa hii hadi nini siku ya kuzikwa ama hii inaweza enda mpaka siku ya kuzikwa kilo 100. Kwa hivyo unatoa kuku 20 na mchele kilo 100. Kilo 100. Alafu nitatoa uga juu ya siku ya simo. Nitatoa uga ya chapo ama siku ya nini inakulia kwa ugali. Ugali. Ama hata nitoe matumbo. Matumbo. Sawa. Inakulia wakati wa simo. Nitatoa matumbo itapatikana tu lakini wacha nitatoa kondo iko hapo. Kondo? Sawa. Kondo moja. Wakisikia ni watauza. Wakisikia venye watafanya ni sawa. Ni vizuri tukishikana mikono hivyo bwana. Ama nitoe kondo 2. Kondo 2 sawa. Haya, halafu nitatoa mafuta mtungi moja ya lita 20. 20 liters ya mafuta. Ya kupika? Sawa.
Mafuta ya kupika mtungi moja. 20 liters. 20 liters. Yes. Sawa. Nini ingine nitatoa? Nitatoa miti iko pale imekauka. Mtakata miti, waambie watakata miti mbili. Miti mbili ya kuni. Yes. Kuni ndio ya wakati wa maombolezi hivi jioni. Sawa. Yes. Sasa mimi hiyo nimeshikilia. Umesema kuku 20. Yes. Mchele lita 100. Mchele kilo 100. Yes, kilo 100. Alafu umesema utatoa mbuzi, ni mbuzi ama kondoo? Mbili. Mafuta lita 20. Yes. Alafu kuna nini hapa? Kuna kuni. Miti ya kuni umetoa kuni, miti mbili, si ndio? Miti mbili itakatwa pale. Sawa. Sasa na wewe waso nitalipa hapa waso utamlipa wewe, ndio utafanya hiyo kazi. Na wewe Chaja unasema aje? Baba alisema mahindi atakuja atasiaga gunia 4. Gunia 4 za mahindi. Sawa. Watu watakula kushiba. Kuna kitu kingine kweli alisema? Ni gani? Ile ng'ombe. Ng'ombe 2 hivyo. Kwa hivyo matanga itakuwa poa sana, si ndio? At least hapo tunashikana. Kama ningemuongezea nini? Nini hiyo? Ningewapeka uwanja kako pale juu pale, hiyo boma yake sioni kama iko na uwanja. Uwanja yangu pale. Wafanyie mazishi huko. Alafu sasa kumaliza wale wapeleke mwili. Nimeelewa. Sasa wewe hata watu wenye wanakuja kunini maombolezi jioni wakuwa wakiasha moto hapo. Watu wa mazishi watafagia hapo. Sasa nimekuelewa. Yes. Sasa wewe ongeza uwanja hapo. Uwanja. Alafu maziwa nitapeana. Maziwa kila siku mpaka siku ya nini ama? Mpaka siku ya mazishi. I think ni kitu wiki moja ama wiki moja before. Tunaweka watu siku gapi? Huwa tunaweka watu siku gapi? Najua sasa lazima aende, si amepelekwa mochari. Si anakuja next week Thursday. Sasa ni hiyo maziwa unatupeleka. Kwa nikipeana lita 5 ya maziwa. Kila siku sawa. Kila jioni ndio. Bana, unajua lazima tushikane mikono. Lazima tushikane mikono bana. Kuna kitu kingine kweli? Sasa nafanya nizunguka hii area yote pia nikichangisha bado. Alafu wakati wa shimo ile watu wenye wanachibua shimo hiyo vijana. Hiyo Gen Z. Najua wanavuta, kuna wenye wanavuta sigara. Hivyo. Sasa hiyo sigara nitasimamia. Wewe ndio utawanunulia hizo? Nitanunua sigara paketi 10. Sawa. Alafu na majembe wenye wakati ikifika wakihitaji usisubuke sana. Nikuje kwako, si ndio? Unajua wewe unakaa tena, wewe unapaga maneno. Mimi najua kwako pale. Najua sasa pia mimi. Nilijua tu lazima nitangulie kwako ndio. Unajua pia unaweza toboka bana. Vitu kama hiyo tunasikilia tu. Ujui kama leo ni yeye, ujui kesho yake. Ujui hata ni nani atakusupport hiyo siku. Sawa, nimeshapata hiyo list. Wewe umetoa hizo vitu zote, maziwa. Kwanza maziwa uanze kukujia kesho, si ndio? Kesho asubuhi. Sawa. Ama jioni wakujie. Sawa. Sasa wacha niende kwa ile jamaa ile kule kwa chief niweze kuongea na yeye. Nione naye amefikia wapi. Nimeacha na yeye hapo akibishalisha tubuzi. Haja niende nimuone hapo. Sawa. Na huyo mtu anafanya kadi. Huyo mtu si ilikuwa na kijana yake. Wewe tulia. Ngoja. Hizo story tapiga. Wacha niko na haraka. Najua sasa ninafaa nizunguke kila boma. Ukionana na yeye mwambie natafuta yeye. Sawa. Huyo mzee. Sawa. Lakini alia nao anachekeshanga sasa. Sisi Waluya bana, sijui tulirogwa wapi. Hawa jamaa ni wale nimekuwa nikizunguka hii muda yote nikiwaambia Jose amemaliza form 4 ataka kwenda university tumchangie, wakakataa. Mama nani alikuwa mgonjwa, wamekataa kuchanga pesa. Huyu jamaa alikuwa anataka kufungua biashara, nimewaambia wachangishe pesa, wamekataa. Lakini hapa kwa kifo, hapa ndio wanatokeanga sasa kuchangisha bana. Hapana, Waluya tulikosea mahali na inafaa tuombewe. Maombi inafaa kwa hii kijiji bana. Yaani ikifika ni kifo, mtu anajitokeza tu, hata anaweza changisha hata shamba mzima, auze hata shamba, matanga ifanyike. Nimeudhika sana.